wa polisi ili kulinda biashara na kuzuia uharibifu wa mali wakati wa maandamano yanayotarajiwa kufanyika tarehe 25 Juni nchini kote. Mwanahabari wetu Samira Mohamed anatuarifu zaidi. Huku baadhi ya Wakenya wakipanga kuandamana kushinikiza serikali kutoa fidia kwa waathiriwa wa maandamano. Baadhi ya wakazi wa mji wa Kitengela wamepinga vikali maandamano hayo. Hakuna watu ambao watatolewa Nairobi kuja kuharibu mali ya watu hapa Kitengela. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Tufika wakati mwisho sisi kusema hatutaji tena maandamano hii tauni yetu ya Kitengela. Na imefika mahali kama vijana wenzangu tukatae mambo ya kutumika na wanasiasa kuchochewa na kuja kuharibu mali katika Kitengela yetu. Wakazi hao wameapa kulinda biashara na mali ya wakazi wa eneo hilo dhidi ya watu watakaojaribu kusababisha uharibifu wakati wa maandamano. Tumesimama leo kama jamii ya maana wakaji wana biashara wa Kitengela, tukilaani wale magunsu wanaletwa waharibu biashara ya hawa watu. Hawa watu wanakula jasho yao. Hawa watu wanasomesha watoto wao na hii jasho yao. Mtu wa kulipwa shilingi 500 ama 1000 aje haribu biashara ya hawa watu. Tumesimama leo kidete tukisema hatutakubaliana na huyo. Kwa kama vijana tunatumika mama kuja kufanya mambo ya maandamano, kuharibu mali, na at the end of the day sisi ndio tunakaa bila kazi. Wakati tunasikia away investors hapa Kitengela, sisi kama vijana ndio tutaumia. Wakiongozwa na viongozi wa jamii ya Maa, wakazi hao wamesema kuwa watashirikiana na maafisa wa usalama kuhakikisha kuwa amani na utulivu vinadumishwa katika mji wa Kitengela. Sisi kama jamii ya Maa ambayo tunaishi Kajiado, tarehe 25 tutatokelezea kama wana Kitengela, wana Ongata Rongai, wana Ngong, wana Kiserian na sehemu zote za Kajiado kuhakikisha tumesaidia security agencies ya serikali ya county na ya national. Mji wa Kitengela katika siku za karibuni umekumbwa na mfululizo wa maandamano yaliyoambatana na uharibifu, yakisababisha vifo, majeraha, uharibifu wa mali na uporaji wa biashara. Haya yanajiri huku naibu inspekta jenerali wa polisi Eliud Lagat akiwahakikishia Wakenya kuwa usalama utaimarishwa licha ya maandamano yanayotarajiwa kufanyika Alhamisi ijayo. Next week amna shida. Kenyans wataendelea na kazi zao. Wale wanataka watalete fujo watakabiliwa na mtindo wa sheria, lakini Wakenya wako huru kufanya kazi zao. Amna shida. We will provide security to all Kenyans. Na wale watalete fujo we will arrest them. Samira Mohamed, runinga ya TV 47, Nairobi.